Hii ni habari ya dharura kutokea kule Mashariki ya Kati ambapo Waziri Mkuu wa Israeli ndugu Benjamin Netanyahu ametangaza rasmi msimamo mkali unaozua mjadala mkubwa kimataifa. Amesema wazi kuwa Israeli itaendelea kufanya mashambulizi ya mabomu katika nchi zingine endapo itaona tishio lolote lile la kigaidi. Netanyahu alinukuliwa akasema, sitofuta uwezekano wa kurejea kushambulia magaidi walioko katika nchi za kigeni. Hiyo ndiyo demokrasia za kisasa hufanya. Kauli hii imeibua maswali makubwa sana juu ya mipaka ya kisheria ya kimataifa, uhuru wa mataifa na haki za kibinadamu, kwani inamaanisha Israeli inaweza kupiga shabaha hata nje ya mipaka yake rasmi ambayo taifa hiyo ina uwezo wa kuifikia. Kauli ya Netanyahu inakuja wakati ambapo Israeli imekuwa ikikabiliwa na mvutano mkubwa katika kanda, ikihusisha mgogoro wa ndani na Palestina pamoja na hofu ya mashambulizi kutoka kwenye makundi yenye uhusiano na taifa la Iran. Israeli kwa muda mrefu imetekeleza mashambulizi ya anga nchini Syria, Lebanon na hata maeneo mengine kwa madai ya kudhibiti ugaidi na kuzuia makundi hasimu kupata silaha ambazo wamekuwa wakizitumia kuweza kupigana kwenye vita ambavyo vimedumu kwa muda mrefu kwelikweli Mashariki ya Kati. Mvutano na majirani wa Israeli hususan Lebanon, Syria na Iran. Sasa kauli yake ambayo itakuja kunaniliu itakuja kuleta kuongeza mambo makubwa sana pale Mashariki ya Kati. Kitu cha kwanza ndio hicho, mvutano na majirani wa Israeli hususan Lebanon, Syria na hata Iran. Lakini changamoto ya pili ambayo itaweza kuongeza ni ukosoaji kutoka kwa jumuiya ya kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa kwa kuonekana kama ukiukwaji wa uhuru wa mataifa. Lakini jambo lingine ni mgawanyiko wa kidiplomasia kati ya mataifa magharibi yanayokiunga mkono Israeli na yale yanayopinga mashambulizi ya kuvuka mipaka. Tangazo la Netanyahu linaashiria kuwa sera ya Israeli kuhusu usalama wa ugaidi haibadiliki. Badala yake inakuwa ama inazidi kuwa na msimamo wa kutumia nguvu popote duniani. Swali kuu kwa sasa ni je, jumuiya ya mataifa itakubali sera hii kama sehemu ya kujilinda au itaona kama kitisho cha amani kwa dunia?